Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Usisahau kusubscribe kwa simulizi na makala za kuelimisha. Uhali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti? Karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa. Na hii simulizi si nyingine, ni simulizi yako pendwa kabisa ambayo inaitwa Sina Makosa sehemu ya 23. Sina Makosa ni simulizi ambayo inawaangazia vijana wawili. Wa kwanza anaitwa Kituro na wa pili anaitwa Zegadi, ambao walisoma shule ya msingi na wakaunganisha urafiki, hatimaye baadaye wakaja kujenga udugu, yaani wakaunganisha udugu wa damu. Kama endapo utakuwa hauja subscribe channel hii, inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, na chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo moja kwa moja utakuwa ni mwanafamilia wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Tunachokuomba subscribe, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Sasa ni kukaribishe sehemu yetu ya 23 ya simulizi hii inayoitwa Sina Makosa. Tuendelee kuidadavua ili tuweze kujua ni kitu gani ambacho kiliendelea. Walipiga kazi pamoja na rafiki yao Gaywa, na hatimaye jioni wakarudi. Na waliporudi, walirudi wakiwa wameuza dhahabu zao ambazo walikuwa na ushirikiano wanauza, alafu baadaye wanakuja wanagawana pesa kwa pamoja, yani Gaywa, Kituro pamoja na Zegadi. Baada ya kurudi nyumbani, Edina alinunuliwa gauni moja zuri sana, lakini pia kile ambacho alichokuwa nakifanya Zegadi, basi hata Kituro naye alikuwa akifanya kwa dada yake Zegadi, yani Angela, ambaye ndiye pacha wake. Kila kitu ambacho alikuwa naona Zegadi akikifanya kwa Edina, basi na yeye Kituro alikuwa akikifanya kwa Angela. Mambo yakawa yameenda sawa kabisa kwa siku hiyo. Siku iliyofuata wakaenda tena vizuri kabisa, lakini Cosmas Mademvya akiwa anatembea njiani alikuja moja kwa moja akakutana na binti wa kumuita Recho. Baada ya kukutana na Recho, si unajua anampenda, moyo wake ukashtuka. Akasimama na kuanza kumtazama kimahaba, lakini akashindwa namna ya kumwanza, kwa sababu anakumbuka kuna kipindi ambacho alimwambia kwamba anampenda. Baadaye akampiga na tofari. Kwa hiyo anawaza huenda atakapomwambia tena tofari linaweza kuhusika. Kwa hiyo ikabidi anyamaze kimya, asikilizie ni kitu gani ambacho kinaweza kikaendelea. Lakini cha kuja kushangaza, Recho alikuja moja kwa moja na kumkumbatia Cosmas Mademvya. Cosmas alitaka kuishiwa nguvu ili aende kuanguka chini, lakini Recho akamdaka vizuri kabisa, na hatimaye Cosmas Mademvya akakaa chini
na Recho na yeye akakaa chini. Recho akaanza kuomba msamaha kwa Cosmas Mademvya kutokana na yale ambayo yalijitokeza kipindi hicho. Akajaribu kumuomba msamaha hapa na pale ili waweze kusameheana. Na Cosmas Mademvya alijua ni kweli Recho amehitaji msamaha, japokuwa alimpiga na tofali, lakini kwa sasa hivi mambo yataenda sawa. Mpenzi msikilizaji, kumbe Recho ana jambo lake. Kama namna jinsi walivyopanga na rafiki yake Regina, hicho ndicho ambacho alikuwa anataka kukifanya. Ajifanye amemkubalia Cosmas Mademvya, lakini ampe mtihani mzito ambao ni wa kwenda kumuua Kituro. Baadaye Cosmas Mademvya alianza kulia kutokana na kile ambacho alichokiona ni cha ajabu, hakijawahi kumtokea. Lakini baadaye, baada ya kunyamaza, moja kwa moja Recho alianza kuzungumza huku akisema, Asa na wewe unalizwa na kitu gani? Mimi sikutaka ulie. Asa, kwa nini unalia jamani? Mimi nimekukubali, lakini katika kukukubali kwangu hebu kwanza nisikilize. Kuna kitu ambacho nataka unifanyie, na endapo utakifanya hicho kitu, moja kwa moja Recho atakuwa wa kwako. Na hiki kitu ambacho mimi naenda kukuambia ndicho ambacho kinatuzuia kati yangu mimi na wewe tusiweze kuwa wapenzi. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Cosmas Mademvya alizungumza huku akisema, ni kitu gani? Ni kitu gani? Huenda ukiniambia na nikakijua, mambo yanaweza kujipa. Kila siku nimekuwa nikikufuatilia na ninadhani unatambua kama mimi nimekufuatilia kwa muda mrefu, lakini ulinipiga matofali. Nikikwambia nakupenda unanikwepa. Leo hii jamani, Mungu amejibu maombi. Mungu amejibu maombi. Hebu niambie, ni kitu gani ambacho kinakufanya Recho usinisikilize? Hebu jaribu kuniambia kwanza Recho. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Recho alizungumza huku akisema, sikiliza sasa. Nadhani utakuwa unamkumbuka yule kijana ambaye tulikuwa tumesimama naye kipindi kile, wakati tumekukuta wewe pale unalia ukawa unatembea kama mzee. Sio, nakumbuka? Baada ya kuzungumza maneno hayo, Cosmas Mademvya alizungumza huku akisema, naam, nakumbuka yule kijana ambaye alikuwa ananipa pole, si ndo unazungumzia huyo? Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Recho akazungumza huku akisema, huyo. Sasa sikiliza. Huyo ameniharibia sana maisha yangu. Sikiliza Cosmas.
mimi ninakupenda tena sana, isipokuwa huyo ndio kikwazo, na ndo aliyokuja kuniharibia kabisa mambo yangu niliyokuwa nataka kufanya. Sasa sikiliza, ili kuweza kuniondolea mawazo hayo ya kukukataa, naomba nikupe kazi kipenzi changu Cosmas. Ninaomba uende ukamuue. Wewe mfuatilie, hata kama ni migodini, kama ni wapi, hakikisha unamhalalisha. Sitaki hata kumuona katika macho yangu. Hata kama utakuwa hauna nyenzo ya kumuua, wewe niambie tu, mimi nitaitafuta ili nikupe uue. Sihitaji kabisa kumuona huyo mtu. Sijui umenielewa? Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Cosmas Mademvya yesi anataka mke. Si anajua Recho tayari amejirekebisha, anampenda. Mwisho wa siku akazungumza huku akisema, yaani kumbe yule kijana alikuwa anajaribu kuzungumza vitu vya ovyo mbele yangu. Anajifanya kama anajaribu kunipoza moyo. Kumbe ndivyo alivyo. Ndo anayeshikilia penzi la kwangu mimi na Recho lisiendelee. Ese mimi niko tayari. Kama unaweza ukaniletea, kama ni bunduki, kama ni kitu gani, mimi ni muinde kokote kule alipo. Mimi niko tayari. Mradi ni kupate wewe Recho. Fanya hivyo. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, basi walikumbatiana hapo, na hatimaye Recho akamkabidhi namba za simu Cosmas Mademvya ili waendelee kutafutana, na hatimaye wakaagana. Ila Recho akamwambia Cosmas Mademvya kwamba, sikiliza, mimi kesho utanikuta pale katika, unaijua ile guest ile ya Town Shine. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Cosmas Mademvya alijibu huku akisema, hiyo ninaijua vizuri sana hiyo. Hata mdogo wangu ndipo ambapo anapofanyia kazi. Mdogo wangu anafanyia kazi huko. Kwa hiyo ile pale ninaijua. Na sio kuijua tu, bali pale ni kama nyumbani, kwa sababu mdogo wangu Remi Mademvya ndo anakofanya kazi. Ndio mama Geto ambaye yuko pale. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Recho akazungumza huku akisema, sasa katika gesti ile, kesho utakuja nikupe zawadi yako. Ninataka yani tukeshe, na chumba nitalipia mimi, maana kesho nataka nilale na wewe. Je, unachagua twende tukalale mchana au usiku? Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, kutokana na kwamba Cosmas Mademvya mihemko imeshazidi, hapo ndipo ambapo alipojibu akazungumza huko akisema, sikiliza, kesho mchana, maana mchana kwa ajili yako nitakuwa sina kazi yoyote. Kwa hiyo ninaomba kesho mchana tuweze kulitekeleza hili jambo
ili mambo yaweze kwenda sawa. Mimi nitakuvumilia, lakini nilikuwa nahitaji hata leo. Kipenzi changu Recho, hapo kwa kweli yani umefanya jambo moja zuri sana. Kesho nitakuja na inawezekana hata usiripie, kwa sababu Remi nitamwambia aache kukulipisha kabisa. Namwambia huyu ni wifi yako na mambo mengine yatanyooka tu. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, waliagana wakagonga tano vizuri katika makubaliano yao, na hatimaye kila mmoja akaondoka. Sasa wakati Recho anaendelea kuondoka, jioni akiwa anatembea anaondoka, anaelekea kama kule maeneo ya machimboni, akakutana na Gaywa, Kituro pamoja na Zegadi wakiwa wanatokea huko machimboni. Hapo ndipo ambapo alipomsimamisha Zegadi, lakini baada ya Zegadi kuona kwamba anayemsimamisha ni Recho, alichomoka mbio, akawaacha wenzake, akakimbia kabisa. Basi Gaywa pamoja na Kituro walibaki wanamshangaa sana Zegadi, kwa nini bado anamkimbia Recho. Sasa hapo ndipo ambapo Recho alianza kuzungumza huku akisema, wewe Kituro, unamuona mdogo wako bado anaendelea kunikimbia? Umemuona bado anaendelea kunikimbia? Sasa sikiliza, ngoja nikupe warning. Sikiliza Kituro, wewe maisha yako yanahesabika, na ni lazima nikuue. Siwezi nikakuacha ukaendelea kuishi duniani hata kidogo, na nitahakikisha ninamwambia Regina akamuue Zegadi pia. Wewe kijana, we mwingine, wewe nitokee hapa tena, naombeni muondoke, maisha yenu ni nusu, wapumbavu nyinyi. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Zegadi alikuwa ameshakimbia. Gaywa akabaki ameshangaa, ni mambo gani hayo huyo binti anajaribu kuyazungumza ya kipumbavu, lakini akachukulia tu ni hali ya kawaida. Akamwambia rafiki yake ambaye amebaki, Bwana Kituro, waendelee na safari ya kuelekea nyumbani, kwamba huyo ni shetani tu amepita, wafunike kombe mwanaharamu apite. Na mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya 23 ya simulizi yetu inayoitwa Sina Makosa imeishia hapa. Tumemwona Cosmas Mademvya akiwa anatembea akakutana na Recho. Recho akamshangaza kama vile anataka kumuingiza kimapenzi, kutokana na kwamba huyu kijana amekuwa akimpenda Recho kwa muda mrefu. Basi aliamua kukubaliana na kile ambacho alichompa kama masharti ili mambo yaweze kwenda sawa.
Pia tumeona Recho wakati anatembea tembea anaelekea kama kule machimboni, aliwakuta Gaywa, Kituro pamoja na Zegadi wakiwa wanatokea machimboni wanakuja huku ambapo Recho alipotokea, lakini amejaribu kumsimamisha Zegadi. Zegadi akakimbia mbio na kuacha wale wawili, yani Gaywa pamoja na Kituro wakiwepo hapo. Kituro ameanza kutishiwa kwamba ni lazima afe. Wewe unahisi ni kitu gani ambacho kitaendelea sehemu ya 24? Mimi nakusihi uendelee kuwa nasi katika sehemu inayofuata. Kama endapo utakuwa hujasubscribe, channel hii inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, na chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo moja kwa moja utakuwa ni mwanafamilia wetu wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Tunachokuomba subscribe, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Mimi ni Hasdi02 Baba Sam the King, ni kuage niseme kwa heri mpaka sehemu ijayo. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Usisahau kusubscribe kwa simulizi na makala za